Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya pili ya Kwaresma mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 12 aya ya kwanza hadi 4, na somo la pili ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya kwanza aya ya 8 hadi 10, na Injili ni ya Mathayo sura ya 17 aya ya kwanza hadi 9. Ndugu zangu, tunaweza tukajiuliza kwa nini ilibidi Yesu awaonyeshe mitume wake Petro, Paulo na Yohane akawaonyesha utukufu wake. Ni kulingana na utume ambao wangefanya baadaye ili waimarishe imani ya wengine. Waimarike kwanza kiimani, alafu waimarishe wengine kiimani, wakimshuhudia Bwana. Utukufu wa Yesu waliouona mlimani, tukio hilo lingewafanya wasikate tamaa wakiona mateso na kifo cha Yesu. Watakuwa wanakumbuka utukufu wa Yesu waliouona mlimani, na hivyo wakawa na ujasiri wa kumshuhudia baada ya mateso na kifo na ufufuko wake. Tukio hilo lilikuwa na lengo la kuonyesha kwamba Yesu sio mtu tu wa kawaida, bali Mungu aliyetoa mwili akawa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu pamoja na kutoa mwili wa mwanadamu ni Mungu kweli. Na sauti ya Baba kutoka mbinguni ilithibitisha na kutoa mashaka ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kwa hiyo tujitahidi kumsikiliza Bwana wetu Yesu Kristo, tukisikiliza neno lake, tukajisomea neno lake, na wakati mwingine tukasikiliza mafundisho ya kanisa lake na kuwasikiliza wawakilishi wake. Kwa upande mwingine, katika mateso yake, Kristo alitiwa moyo na upendo wa Baba yake aliyesema juu yake, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kumbe na hata mitume Petro, Yohane na Yakobo katika mateso yao wakimshuhudia Kristo walitiwa moyo na utukufu wake waliojaliwa kushuhudia au kuuona mlimani. Ndugu zangu, na sisi Wakristo wa leo tunapaswa kukubali changamoto tunazokumbana nazo tunapomtumikia Mungu. Ibrahimu baba yetu au babu yetu mwenyewe alikubali kumtumikia, akatii sauti yake, akakubali kuhama nchi yake bila kujua anakoenda. Urejea somo la kwanza. Akamwamini Mungu na akamtumikia bila kujali changamoto. Hatimaye alijaliwa nchi ya ahadi, na katika yeye jamaa zote za dunia zimebarikiwa. Na kwa sasa bila shaka Ibrahimu yu mbinguni akituombea. Ndugu zangu, katika kipindi hiki cha Kwaresma, juhudi zote tunazofanya ili tutubu dhambi zetu, ili tuepukane na tabia mbaya zetu na kuondolewa dhambi kwa njia ya sakramenti ya kitubio, juhudi zote hizo zitatufikisha mahali pema, ingawa itabidi tujisumbue au tusumbuke au tuhangaike. Juhudi za kufunga, za kujinyima hiki na kile, na kupunguza matumizi yetu wakati mwingine ili tuweze kuwasaidia wengine na kulitegemeza kanisa la Mungu, juhudi hizo zitatufikisha katika hali bora zaidi ya Kikristo kuliko awali, ingawa inatubidi tujisumbue au tujitese kidogo au tuvumilie masumbufu au changamoto. Tunapaswa kuiga mfano wa Kristo mwenyewe aliyejisumbua kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Hebu sisi wa Kristo tukubali msalaba wetu, tupokee msalaba wetu na kumfuata Kristo. Imani katika msalaba, Kristo katika upendo. Hebu tukubali changamoto na mateso yanayoambatana na imani yetu ili tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni.
Paulo anamsihi Timotheo avumilie mabaya pamoja na Paulo kwa ajili ya Injili. Rejea somo la pili. Mtume Paulo anatutia moyo akisema, mateso ya wakati huu wa sasa si kitu kamwe kama tukiyalinganisha na ule utukufu utakaodhihirishwa kwetu. Rejea Warumi sura ya 8 aya 18. Paulo anaongezea akisema, ikiwa tulikufa pamoja naye, tutaishi pia pamoja naye. Tukiendelea kuvumilia, tutatawala pia pamoja naye. Tukimkana, naye pia atatukana. Rejea waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya 11 hadi 12. Wapendwa, hukumu yetu ya mwisho baada ya maisha yetu ya hapa duniani itakuwa na vigezo kama ifuatavyo. Tutaulizwa kwanza kabisa, namna gani wewe Mkristo unayekuja kwangu, namna gani uliishi amri zangu na za kanisa langu? Hapo bila shaka Baba atatuuliza. Na la pili, atatuuliza namna gani wewe ulivyoishi amri ya upendo, yaani mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako. Kwa hiyo ni rejea ya Injili ya Marko sura ya 12 aya ya 30 hadi 31. Na tatu, tutaulizwa namna gani ulifanya matendo ya huruma kimwili? Kulisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu, kuvisha wasio na nguo, kuwapa makazi wasio na makazi, kutembelea wagonjwa, kuwaona wafungwa, kuzika wafu, bila shaka kwa heshima. Na hayo matendo ya huruma, baadhi yao walau 6 tunayakuta katika Injili ya Mathayo sura ya 25 aya 31 hadi 46. Lakini kuna matendo mengine ya huruma kiroho ambayo huenda wengi wanayasahau na ni ya muhimu pia, tujitahidi kuyatenda. Walau katika kipindi cha Kwaresma tuongeze juhudi za kuyatenda. La kwanza ni kuwashauri wenye mashaka, yaani matendo ya huruma kiroho. Kuwashauri wenye mashaka, kufundisha wasiojua, kuonya wadhambi, kuwafariji wenye huzuni, kusamehe madhara, kuvumilia masumbufu, kuwaombea wazima na wafu. Ndugu zangu, hayo matendo ya huruma kiroho sio kazi ya padre tu, haya ya mwisho ambao wengi wanayasahau. Sio kazi ya watawa tu, sio kazi ya makatekista tu, ni ya kila mbatizwa, na tumebatizwa na kutumwa kutangaza Injili na kuishi Injili. Wapendwa, tutafurahi tukiambiwa maneno ambayo Baba aliyatamka juu ya Yesu aliposema, wewe ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa nawe. Kwa hiyo tukimaliza safari yetu hapa duniani, tungependa Mungu Baba aseme, kwa kweli wewe fulani, nilipendezwa nawe ulivyoishi hapa duniani, ulipoishi duniani nilipendezwa nawe, ulivyokuwa unajitahidi kuzizingatia amri zangu na amri za kanisa langu, ulivyojitahidi kuishi hasa amri ya upendo, ulivyojitahidi kutenda matendo ya huruma ya kiroho na ya kimwili, na kwa kweli nilipendezwa nawe. Njoo ufurahi katika ufalme wangu, upate furaha ya milele. Kumbe tutapendwa kuyasikia maneno hayo. Na kwa kweli kuna kingine ambacho inawezekana Mungu atatulaumu au atatupongeza kama tulikitumia vizuri, ni kuhusu utumiaji wa sakramenti tulizoachiwa na
Bwana wetu Yesu Kristo. Maana tunakumbuka kwamba kuna sakramenti walao baada ya ubatizo, walao tunakumbuka sakramenti ya kitubio na sakramenti ya Ekaristi Takatifu, ambazo kwa kweli tukizitumia vizuri ni misaada mikubwa, na tunaimarika kiimani na tunafanya vizuri katika Ukristo wetu. Kwanza, sakramenti ya kitubio yenyewe zaidi ya kutuondolea dhambi, inatusaidia pia, inatupa nguvu maalum za kupambana na Ibilisi. Kwa hiyo tusipopokea mara nyingi huwa tunalegea, huwa mapambano yetu katika mapambano tunashindwa kirahisi rahisi. Lakini tungekuwa tunapata hizo nguvu tunapokea mara nyingi, kwa kweli tusipokuwa watu wa kusubiria mwaka au vipindi maalum, mara tunapoanguka tukawa tunaitafuta, kwa kweli tungeimarika, tungefanya vizuri zaidi. Na wakati mwingine tunaenda kupokea Ekaristi tukiwa hatuna ule usafi unaotakiwa, na tukawa hatuna matunda yoyote kwa sababu tumeipokea kiholela Ekaristi Takatifu. Hizo mbili, kitubio na Ekaristi, huwa tutaulizwa kwa nini, labda kama tulizembea kuzipokea au tulikuwa na juhudi za kuzipokea, na tutapongezwa. Ndugu zangu, nimalizie nikisema kwamba somo la pili linatukumbusha kwamba wakati mwingine tunajaliwa kupata neema ya Mungu. Neema ya Mungu huwa inatusaidia, inatusindikiza katika utume wetu. Kwa hiyo neema ya Mungu tutaipata katika sala, katika kufunga. Maana hayo yote tulisikia kwamba sala na kufunga navyo vinaleta nguvu kubwa ya kumshinda Shetani, bila kusahau sakramenti ambazo tunapata neema. Kwa hiyo katika somo la pili tunakumbushwa kwamba neema ya Mungu ni ya muhimu ili tufanikishe utume wetu. Lakini pia hata maombezi ya watakatifu, watatuombea, watatusaidia. Kwa hiyo tujikabidhi kwao, tuwe tunajikabidhi kwao, chini ya maombezi yao tutafanya vizuri sana. Moyo mtakatifu wa Yesu utuhurumie. Moyo safi wa Bikira Maria utuombee. Mtakatifu Yosefu utuombee. Mtakatifu Paulo mtume utuombee. Watakatifu Petro, Yohane na Yakobo mtuombee. Watakatifu somo wa jumuiya zetu na wasimamizi wa jumuiya zetu mtuombee. Watakatifu somo na wasimamizi wa vigango vyetu mtuombee. Watakatifu somo na wasimamizi wa parokia zetu mtuombee. Watakatifu somo na wasimamizi wa majimbo yetu mtuombee. Watakatifu somo na wasimamizi wa nchi zetu mtuombee. Na watakatifu somo zetu mtuombee, na wasimamizi wetu na taasisi zetu mtuombee. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.